ndani ya Tanzania kuna Zanzibar na Tanganyika. Hatutakubali Wazanzibari kucheza na mali za Watanganyika. Naitamani Tanganyika. Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription, alafu vile vile sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi sana. Hapa ndipo tunayazungumzia mambo mengi haswa siasa kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Je, unanitazama kutoka wapi? Samia na utawala wake batili waliweza kutumia vyombo vya dola kuwanyamazisha Watanzania dhidi ya maasi, kuwanyamazisha Watanzania wasije wakataka haki. Lakini sasa Watanzania wenyewe wameanza kutumia mitandao ya kijamii na sauti kuambia hii serikali kwamba sisi hatuwataki, sisi hatukuwachagua, nyinyi hamna ridhaa ya sisi, na penye imefika tunahitaji Tanganyika huru. Kuna huyu rais wa wanasheria Tanganyika, Boniface Mwabukusi, ameweza kutundika kauli ambayo imeweza kutolewa na bibi mmoja. Bibi, unajua ni lugha sanifu ambayo inaeleza kwamba ni mama ambaye amekula chumvi, ni mama ambaye ameweza kukula miaka. Bibi ni kama nyanya yetu sasa kwa lugha nyepesi. Sasa Boniface Mwabukusi akachapisha taarifa ambayo iliweza kutolewa na bibi ambaye wameweza kumpa jina kwamba ni bibi wa Gen Z. Huyu bibi akitaka Tanganyika huru. Huyu bibi akieleza kwamba anamisi Tanganyika, anatamani Tanganyika irejeshwe. Na mnakumbuka Nyerere waliweza kuungana kitambo wakaleta Tanzania wakiwa na nia njema. Waliunganisha Tanganyika pamoja na Zanzibari ili kuweza kuunda jina Tanzania wakiwa na nia njema. Lakini hawa viongozi ambao wako madarakani wanajitakia mema wao peke yao, wameweza kuiangamiza Tanzania mpaka imefika kiwango ambacho Watanzania wanataka Tanganyika huru. Huyu ni mwanasheria ndiye ameweza kuchapisha ujumbe huu wa huyu bibi akieleza kwamba pinga mauaji ya raia, katiba mpya Tanzania, anatamani Tanganyika huru na mpya. Hebu tumsikilize ujumbe huu ambao mwanasheria na rais wa wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi ameweza kutundika wa bibi, akieleza kwamba Tanganyika huru inahitajika. Naitamani Tanganyika. Naitamani Tanganyika. Naitamani Tanganyika yetu. Naitamani kabisa. Naitamani. Ni kweli yawezekana Nyerere alipokuwa ameingia pamoja na Karume walijiona kwamba ni hawana hila. Walijua watu wote watakuwa vizuri, wataendesha muungano vizuri. Hatukujua kwamba wapo watakaotokea huko kwa kupitia muungano wapate kugandamiza wenzao. Hawakujua, wangejua wala wasingekubali hiki kitu.
lakini walikuwa na dhamiri njema kabisa mwanzoni, kwa sababu ni ngumu sana kujua moyo wa mwanadamu. Kwa kweli nchi yetu inahitaji ukombozi kabisa, kwa sababu hapa tulipo hatuna usalama. Watoto wetu hawana usalama, wajukuu zetu hawana usalama, vilebo vyetu watukuu hawana usalama. Kama unaweza kuambia JW, unashindwa nini kuambia watafute wakina Polepole wako wapi? Wale waliotekwa wametekwa na nani? Alafu tunaogopa kuwauliza watu, tukauliza mnasema watu wanagawa muungano. Hatugawi muungano. Hii nchi ni yetu kama Tanzania, lakini ndani ya Tanzania kuna Zanzibar na Tanganyika. Hatutakubali Wazanzibari kucheza na mali za Watanganyika. Tulifanya makosa. Hatuwezi kuendelea kufanya makosa. Kwa hiyo waelewe, hatutakonyeza gizani. Kila uovu tutauita kwa jina lake, na kila mmoja tutamkabili kwa namna atakavyokuja. Tanzania tulipata uhuru. Tanganyika tulipata uhuru. Kwa masikitiko makubwa, Tanganyika alifurahia uhuru wake kwa miaka 4 tu au 3 hivi. Akabakwa akiwa mtoto mdogo, kuingizwa kwenye ndoa. Hii ndoa ni ya utotoni, na ndio maana inatutesa mpaka leo. Muungano usio wa Tanganyika, ndio maana changamoto hizi hawataki tukae, ni ndoa ya utotoni. Tunaibidi kukaa sasa ukubwani. Kwa hiyo lazima Watanganyika sasa tuongee. Na ndio maana tunasema the ultimate goal iwe katiba mpya, ili mali za Tanganyika zisimamiwe na Watanganyika, za Wazanzibari zisimamiwe na Wazanzibari, zile za muungano tuzisimamie kwa pamoja kwa maslahi ya muungano wetu. Katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, ninaomba niweze kukuchanganulia, nikuelezee kwa mapana na marefu, kwa mishale pamoja na matawi, ni kwa nini ndugu zetu kutoka Tanganyika wanataka taifa lao Tanganyika. Yaani kwa ufupi, wanataka Tanzania iweze kuvunjika, Tanganyika iweze kujiondoa kutoka kwa serikali ya muungano, alafu pawepo na Tanganyika, Zanzibari waendelee kufanya mambo yao. Nambari moja ni kwa sababu wanaona kwamba hakuna faida yoyote ambayo wanaipata kutoka kwa muungano huu wa serikali ya muungano. Waliweza kuungana Zanzibari pamoja na Tanganyika hapo nyuma kipindi cha Nyerere ili kuweza kutunza amani baina ya Zanzibari pamoja na Tanganyika, lakini viongozi ambao wako madarakani akina Samia wameweza kuleta ukatili mpaka wananchi wa Tanganyika wameona kwamba hakuna haja tuendelee kukaa na kitu ambacho kinaitwa muungano. Kila mtu wacha ashika 50 zake. Tanganyika waendelee kivyao na Zanzibari waendelee kivyao. Kutoka hapo baadaye, kama wataunda serikali ya muungano, basi kipindi ambapo Tanganyika imejisimamia, Zanzibari nayo imejisimamia. Kwa sababu mpaka wakati huu kuna wale ambao wanasema kwamba, ama ndugu zetu wa Tanganyika wanahisi kwamba mali yao yanaelekezwa upande wa Zanzibari kwenda kufanya maendeleo pale, ili hali wao maendeleo hakuna Tanganyika. Namba 2 ni kutokana na mauaji ambayo yalitekelezwa Tanzania, aswa Tanganyika ndio imeweza kusababisha mpaka wa Tanzania kutaka Tanganyika iweze kujisimamia. Ukikumbuka vizuri, wale ambao waliweza kuuawa wengi wao walikuwa ni Watanganyika, na walikuwa wanataka uchaguzi huru wa haki pamoja na udikteta uweze kukoma. Lakini majibu ya yale ambayo walikuwa wanataka ni mauaji. Hasa Watanganyika wameweza kukasirika, wamesema kwamba ni heri sasa tuwe na taifa letu Tanganyika, Zanzibari nayo iko na taifa lao, kwa sababu hatuwezi tukawa tuko kwenye serikali ya muungano lakini Zanzibari inajisimamia. Kama tuliweza kuingia kwenye serikali ya muungano, basi Zanzibari haipaswi kutambulika kama taifa ambalo linajisimamia, wako mpaka na rais wao Hussein Mwinyi. Hapana,
Kama ni muungano tuwe ndani ya muungano, lakini kama Zanzibar iko na rais wao, basi hata sisi Tanganyika tuwe na rais wetu. Kwa hivyo mauaji ambayo yalitekelezwa, Watanzania wengi wanahisi au Watanganyika wengi wanahisi kwamba hawakusikilizwa, hawana mtu ambaye anaweza akawatetea, hawana mtu ambaye anaweza akawa mtetezi wao, hawakusikilizwa, wanateswa kwenye ardhi yao ya Tanganyika, na ndio maana wanasema kwamba wanataka Tanganyika huru. Namba 3, ndugu zetu wa Tanganyika wanataka katiba mpya ambayo inatambua Tanganyika kama nchi, alafu Tanzania kama serikali ya muungano. Kumaanisha hii katiba ambayo iliyopo sasa hivi inatambua Zanzibari pamoja na serikali ya muungano. Lakini sasa ndugu zetu wa Tanzania wanataka katiba mpya ambayo inatambua Tanganyika kama taifa huru, alafu Zanzibari kama taifa huru, alafu kama ikiwezekana serikali ya muungano ya Tanzania. Wanaeleza ni mengi ambayo wameweza kuyakosa kwa hii katiba ya zamani. Kama vile hii katiba ya zamani haifuatwi. Kama ingekuwa inafuatwa, hatungekuwa tunaona ukandamizaji, hatungekuwa tunaona uuaji wa demokrasia Tanzania, hatungekuwa tunashuhudia kitu ambacho kinaitwa mauaji. Kama hii katiba ambayo inasemekana kwamba iko mamlakani ingekuwa inatumika, hatungekuwa tumeona viongozi wa upinzani kukamatwa na kufunguliwa kesi za mchongo. Kwa hivyo ndugu zetu wa Tanzania wamekasirika mpaka wanataka kitu ambacho kinaitwa Tanganyika. Unaona mpenzi mtazamaji? Wacha nikuulize hivi. Ni wangapi ambao wanaunga tuweze kupata Tanganyika huru? Nyosheni mkono juu. Sema Bwana Ezra, mimi ninataka Tanganyika huru. Hebu tupige kura hapa kwenye uwanja wa comment section. Ni wangapi ambao wanataka Tanganyika huru? Ama ni mimi na huyu bibi peke yake ndio tunataka Tanganyika huru? Kwa sababu hatuoni msaada, hatuoni faida yoyote kutoka kwa serikali ya muungano. Tunataka Tanganyika huru. Ni wangapi ambao tunataka Tanganyika huru? Hebu tunyoshe mikono juu tuweze kuona. Mimi ninataka Tanganyika huru ambayo inajisimamia, na ninaunga mkono maneno ya huyu bibi ambaye aliweza kuyazungumza. Kama unatamani Tanganyika huru, sema mpenzi mtazamaji, tuweze kuona. Jambo jingine ambalo limeweza kufanya ndugu zetu wa Tanzania wanataka Tanganyika huru ni kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Wanahisi kwamba kuna kutoleta usawa kwenye upatikanaji wa ajira ndani ya Tanzania. Watu wengi kutoka Zanzibari wanaletwa Tanganyika kuja kupewa kazi na Samia, ile hali kuna Watanganyika ambao hawajapewa kazi. Ndio maana wanasema kwamba hapana bana, lazima tuwe na Tanganyika huru ili tuweze kujisimamia. Mimi sina mengi, nina imani kwamba nimeweza kupasha sauti ambayo ilikuwa inahitajika kufika kwenu. Mimi ni Bwana Ezra. Asante sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki.